Kwa majina naitwa Bashiri Abdallah Selemani, mwenyekiti wa jimbo Tarime mjini Chadema. Kikubwa zaidi tumekuiteni waandishi wa habari kuwaeleza juu ya maandalizi ya ugeni wa tarehe 13. Ugeni huu ambao utaongozwa na Mheshimiwa John Mnyika, Katibu Mkuu Chadema Taifa, atakuwepo hapa. Tunapenda kuwapa taarifa wananchi wa Tarime lakini na Watanzania wote kwa pamoja kuwa maandalizi yanakwenda vizuri mpaka sasa. Maandalizi ya kwanza ambayo yamefanyika ni maandalizi ya kuhakikisha tunawapa taarifa polisi. OCD ameshapewa taarifa ya mkutano utakaofanyika tarehe 13 toka tarehe 8 mwezi huu wa 5. Lakini vile vile taarifa ya kuomba uwanja wa shamba la bibi tarehe 13 kwa mkurugenzi wa halmashauri ya mji, naye tayari ameshakubali. Tutatumia uwanja huo kuanzia mida ya saa 2 mpaka saa 11. Na barua tayari wameshatuandikia na tuko nayo. Lakini vile vile maandalizi mengine yanayofanyika ni maandalizi ya matangazo, kwa maana wananchi wote kupata taarifa kuwa ugeni wa Katibu Mkuu Chadema Taifa Mheshimiwa John Mnyika utakuwepo hapa. Kwa hiyo matangazo yanaendelea. Ni nini ambacho hasa kusudio la mkutano huo wa hadhara? Mkutano huo wa hadhara umelenga mambo yafuatayo. Moja, katika jimbo letu moja ni no reforms no election. Hii tayari imeshakuwa maarufu ndani ya nchi, kila mmoja anafahamu. Ndicho ambacho tunakuja kuzungumzia, ndilo lengo kubwa kabisa. Mambo mengine haya petition, fomu za petition zitakuwepo, kwa maana kujaza fomu hizo kama ambavyo tayari tumezieneza kata zote, na nashukuru mpaka sasa majina ambayo tunayo ya petition peke yake ni kama 2000, lakini tunatarajia zaidi ya 10,000 mpaka 35,000. Najua kesho siku ya mkutano tutasajili watu wengi zaidi. Kwa hiyo hilo ndilo lengo kubwa la mkutano wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote na watu wote wenye vyama na wasiokuwa na vyama kuja kwenye mkutano wetu. Tutoe taarifa kwa jeshi la polisi. Siku zote wamekuwa na wasiwasi kwamba tunapofanya mikutano yetu sisi kama Chadema wanakuwa na wasiwasi na mambo ya usalama na nini. Tuwaambie mikutano yetu ni salama sana. Mikutano yetu ni salama sana na haina shida. Isipokuwa labda kama kuna watu wanaweza kuleta shida nje ya sisi Chadema, au kikundi cha watu ambacho kinaweza kujiandaa kuja kufanya fujo, tunawaomba wao waje kulinda mkutano. Waje kulinda mkutano, kwa maana kwamba sisi tunajiamini, tuko salama na hatuna shida. Lakini jambo lingine, mkurugenzi wa mji ni kwamba ametupatia fursa kutumia uwanja huo. Tunamwambia uwanja huo utaendelea kuwa salama, kwa sababu sisi ni watu waungwana. Huwa hatupendi kuchokoza mtu, lakini vile vile hatupendi kuchokozwa. Na tunaamini kwamba uwanja huo utakuwa salama kama ambavyo ametuagiza kwenye barua kwamba wakati tunaendelea kutumia uwanja huo, basi muda wote tuhakikishe mazingira yanakuwa salama. Kwa hiyo vile vile jeshi la polisi kama ambavyo wametuambia, nasi tutakuwa hivyo hivyo kama walivyosema kwamba tutakuwa salama na tutafanya vizuri kabisa. Tunataraji ushirikiano kwa taasisi zote, kama ambavyo tumealika taasisi za kidini, tumealika taasisi mbalimbali kuhudhuria kwenye mkutano wetu. Tunawashukuru sana waandishi wa habari kwa maana ya
kutusapoti kueneza habari zetu na kuwafikishia Watanzania habari hizi. Tunawashukuru sana. Tuendelee kushirikiana wote kwa pamoja ili kuhakikisha mambo yetu yanakuwa salama kwa pande zote mbili. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana waandishi wa habari kwa namna ambavyo mmefika kwa wakati na mtufikishie taarifa hizi kwa umma ili ufahamu. Kesho tuna habari yetu hapa, ni mambo makubwa viongozi watakuja nayo, lakini nani na nani wanaambatana kwenye ujio huo? Tumesema wa kwanza ni Mheshimiwa John Mnyika, Katibu Chadema Taifa, lakini wataambatana na Godbless Lema. Huyu ni mjumbe wa kamati kuu, lakini hao ni wachache tu, lakini jopo la katibu mkuu ni kubwa na wote watakuwepo na watazungumza kwa namna watakavyokuwa wamejipanga kuzungumza. Pamoja na hawa wageni wanakuja kwenye kanda hii ya Serengeti na kwenye jimbo hili la Tarime mjini, wana mwenyeji wao, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti Mheshimiwa Lucas Ngoto atakuwepo kwenye mkutano huo kwa sababu yeye ndio mwenyeji wa kanda hii. Pamoja na kuwa anaumwa, lakini tumemuomba ahudhurie kwenye mkutano huo kwa sababu wageni wanaokuja ni wakubwa na yeye mkubwa mwenzao awepo kwenye mkutano huo ili mkutano uendelee kufana vizuri. Kwa hiyo tunaomba watu wote tujue mwenyeji wetu atakuwepo hapo na yeye ndiye atakayekuwa mkaribishaji wa hao wote. Pamoja na mengine yote kufanyika, yatafanyika isipokuwa mgeni atakaribishwa na Mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Serengeti. Naitwa Zabroni Mwita Ingari, ni katibu wa Chadema wilaya ya Tarime. Kesho tarehe 13 ya mwezi huu wa 5 tutakuwa na ugeni mkubwa wa katibu mkuu Chadema Taifa ambaye atafanya mikutano kwenye wilaya yetu ya Tarime. Atakuwa na mkutano wa kwanza kwa maana ya Tarime vijijini pale Nyamongo, alafu atakuja kumalizia mkutano wa pili Tarime mjini. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote kwa ajili ya kuja kumsikiliza kiongozi wetu ambaye atakuwa na agenda mbalimbali kiwemo ya no reform no election pamoja na tone na agenda zingine ambazo zimebeba maudhui ya kichama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa Tarime kwa maana ya jimbo la Tarime vijijini na jimbo la Tarime mjini kuhudhuria kwenye mkutano huo ili tuweze kuwasikiliza viongozi wetu pindi watakapokuwa wameanza mikutano hiyo kwa siku ya kesho. Karibuni sana. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa. Mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.